Naam, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa U Media. Kumbuka upo nami Ankoto Mpanji, mpashanaji wako, nikiendelea kukuletea vipande vya sehemu ya tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuhusiana na sakata la mkataba wa bandari baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Emirati ya Dubai. Na nimekuwa nikikupitisha namna ambavyo Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Dr. Charles Kitima, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na tamko hilo. Na alizungumza nini? Basi endelea kupata vipande hivyo ili uweze kuelewa kwa kina kilichotamkwa, ili kuepusha dhana ya udanganyifu ama upotoshaji. Mimi na wewe tuweze kuelewa neno kwa neno alilolitamka. Na kabla ya kuendelea, nikukumbushe umuhimu wa kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Utakuwa umetenda vema na haki. Na vile vile itakuwa ni vema na haki kwa wale wanaopiga vita huu mkataba. Ni uhuru wao, kwa sababu ibara ya 21 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamwagiza kila Mtanzania kushiriki katika shughuli zote zinazohusu masuala ya nchi hii, na kila Mtanzania ana uhuru wa kutoa maoni yake juu ya yale anayoyasimamia kwenye ibara ya 21 kwa kutumia ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo huwezi kusema mtu anapoeleza mawazo tofauti na mkataba huu aonekane ni mhalifu, na huo ni uonevu kama itakuwa hivyo. Lakini anayesema mtu amekosea au hajakosea ni mahakama. Kwa tusubiri tuone watakachofanywa kule. Kwa hiyo maaskofu hawajaongelea juu ya wote waliowekwa ndani au waliokamatwa kwa sababu wanapinga au wanatofautiana au sijui kitu gani, kwa sababu hatujajua swala ni nini watakapotamka kesi yenyewe, sababu bado hajafikishwa mahakamani ili tusikie kesi yenyewe inasemaje. Maaskofu hajaliongelea. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upashanaji Media, upo nami Ankoto Mpanji, nikikusii endelea kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Tutaendelea na mwendelezo wa makala fupi kuhusiana na vipande vya sehemu ya tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tamko lililosomwa na Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Dr. Charles Kitima. Lengo, nia na madhumuni ni kuendelea kushirikishana yale yaliyotamkwa neno kwa neno yenye nia njema, ili sote yaweze kutuingia na kuelewa vyema kwa kina, ili tusiweze kupotoshwa katika umoja wetu, mshikamano wetu, utulivu na amani tulio nayo. Lengo la viongozi wetu hawa wa kanisa na viongozi wengine wa kanisa wa dini mbalimbali ni kuendelea kudumisha amani, umoja, mshikamano, amani na utulivu. Hivyo basi, tushiriki sote katika kufuatilia yale yanayozungumzwa na viongozi wetu, tuyapokee na tuyatafakari na kuyachukulia uamuzi bila kusukumwa ama kushawishiwa ama kulazimishwa na mtu yeyote. Ni matumaini yangu tutaendelea kuliombea taifa letu ili tuendelee kudumisha amani na utulivu tulio nao na umoja wetu, bila kujali dini, itikadi za kisiasa, rangi, ukabila na ubaguzi wa aina yeyote. Maisha ni adui usiyemfanyia uadui, na dhalimu usiyemdhulumu, na mchokozi usiyemchokoza.
Ni ujinga kujivunia yale yasiyobaki kwa ajili yako, wala wewe hubaki kwa ajili ya hayo. Matunda ya maisha marefu ni maradhi ya ukongwe. Vitu vitatu havipatikani na maisha ya mtu: chuki, uhasidi na tabia mbaya. Asante, stay online. Endelea kuwasha data yako ili uendelee kupata mazuri ama habari njema hii. Makala nyingine coming soon. Hivyo endelea kubaki nami. Asante.